kisha inafuata risala ya pili katika rasaili ambazo zimekitangulia kitabu hiki, kitabu al-usulu thalatha. Haya, tusome kidogo. Anasema rahimahullahu ta'ala, i'lam, fahamu, rahimakallah. Risala hii ya pili inazungumzia thalathu masail, mas'ala matatu yajibu ala almuslimi taallumuha wal amalu biha, mas'ala matatu ambayo ina wajibu juu ya muislamu taallumuha, kujifunza mas'ala hayo, wal amalu biha, na kuyafanyia kazi. Anasema rahimahullahu ta'ala, i'lam, fahamu, rahimakallah, Allah kurehemu. I'lam, fahamu, rahimakallah, Allah kurehemu. Annahu, hakika mambo yalivyo, yajibu ala kulli muslimin, inapasa, ina wajibu juu ya kila muislamu mwanaume. Yajibu ala kulli muslimin, ina wajibu juu ya kila muislamu mwanaume, wa muslimatin, na muislamu wa kike, muislamu mwanamke, taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifunza haya mambo matatu. Taallumu thalathi hadhihi almasail, kujifunza haya mambo matatu, wal amalu bihin, na kuyafanyia kazi mambo haya. Wal amalu bihin, na kuyafanyia kazi mambo hayo. Hiyo kama kawaida yake muallif anamwombea dua yule mwenye kukisoma kitabu hiki, na hii inaonyesha huruma na upole alionao alif rahimahullahu ta'ala, tofauti na wanavyomsema maadui zake kwamba alikuwa ni mtu msusuwavu, anakufurisha watu, lakini vitabu vyake vinawasuta, na ndio maana hawawezi kutoa makosa katika vitabu vyake, watabaki tu kumzungumza kwa shakhsia yake, lakini makosa kwenye vitabu hawawezi kutoa. Bali aliposema ilam rahimakallahu, hii ni dua anakuombea wewe, dua ya rahma. Na hivi ndivyo inavyotakiwa kwa mwalimu, awaombee dua wale wanaotafuta ilmu, na kuwa na upole na wao, na kuwaragibisha. Fa inna hadha min a'zam wasail at-ta'lim, hili ndiyo katika wasila kubwa za kufunza na kuenea ilmu, ni mtu kuwa mpole na kuombea dua wale anaowafundisha. Wala itakikani mtu kuwa ni msusuwavu akawa yeye ni fadh. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlik. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia hivyo mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fa bima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rahma itokayo kwa Mola wako umekuwa mlaini kwao, na hivyo anavyotakiwa mwalimu awe mlaini. Walau kunta fadda, na lawe Muhammad ungelikuwa ni mtu mwenye maneno machafu, ghalidha alqalb, msusuwavu wa moyo, una moyo mgumu, lamfaddu min hawlik, wangelikukimbia wale wote waliopo pembezoni mwako. Kwa hiyo katika wasila na njia nzuri za kueneza ilmu ni mtu kupambika na sifa ya huruma. Arruhamau yarhamuhumur rahman, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, arruhamau, wale wenye kuonea huruma watu, wale wenye huruma, yarhamuhumur rahman, anawaonea huruma pia wao Allah mwingi wa rahma. Kadhalika hadithi nyingine Mtume salama anasema, irhamu man fil ardi, waoneeni huruma waliopo katika ardhi, yarhamukum man fis samaa, atakuoneeni huruma yule aliyoko mbinguni. Hivyo ndio anavyotakiwa
awe daia. Ususuwavu unawakimbiza watu na kuacha jambo la ilmu, kuona jambo ni gumu wakaliacha. Kwa hiyo annahu yajibu, hakika mambo yalivyo ni wajibu, na alwujubu kama tulivyosema katika darasa iliyopita, watu wa usuli wanafasiri alwajibu huwa shay'u alladhi la budda minhu. Jambo la wajibu ni lile ambalo halina budi, lazima ufanye. Bali pia wameliarifisha ni kuwa ma yuthabu fa'iluhu wa yuaqabu tarikuhu, ni lile jambo ambalo anapata thawabu mwenye kulifanya na anapata dhambi, anaadhibiwa mwenye kuliacha. Hilo ndio jambo la wajibu. Kwa yajibu ala kulli muslimin, ina wajib juu ya kila muislamu wa kiume, kila muislamu wa kiume, wa muslimatin, na muislamu wa kike, muislamu mwanamke, maadamu ni katika Uislamu, sawa sawa awe ni mtu huru awe ni mtumwa, wote wanawajibika katika jambo hili, kwa kuwa wanawake wanashirikiana na wanaume katika mambo mengi, mambo ya wajibu, isipokuwa yale ambayo dalili imehusisha wanaume mambo hayo, na yale ambayo dalili imewahusisha wanawake tu mambo hayo. Mfano, wujubu salati aljamaa, wajibu wa swala ya jamaa fil masajid, miskitini. Hii ni wajibu kwa wanaume. Wanawake hawajawajibishiwa kuswali jamaa miskitini, wakitaka wataswali, wakitaka wataacha. Lakini mwanaume hana khiari hiyo, kwamba mimi nikitaka nitaenda kuswali msikitini, nikitaka nitaacha. Mwanaume lazima aswali msikitini. Sala imefaradhishwa pamoja na jamaa kwa wanaume. Kadhalika salatul jumaa, sala ya Ijumaa. Sala ya Ijumaa si lazima kwa wanawake kwenda kuswali msikitini, wakitaka watafanya, wakitaka wataswali majumbani mwao. Kadhalika ziyaratul qubur, kuyazuru makaburi, kuyatembelea makaburi ni jambo hasa kwa wanaume, si kwa wanawake. Kadhalika pia mfano aljihadu fi sabilillah, jihadi katika dini ya Allah, kuipigania dini ya Allah, jambo hili ni khasum birrijal. Sheria imelihusisha jambo hili kwa wanaume tu, kwa kile ambacho dalili imejulisha juu ya kuwahusisha na jambo hilo wanaume, fa innahu ikhtassu bihim, basi jambo hilo watahusika nalo wanaume tu. Na kama sivyo, basi asli ni kwamba wanaume na wanawake sawaun fil wajibati, wote ni sawa katika mambo ya wajibu. An-nisa'u shaqa'iqur rijal, kama anavyosema Mtume sallallahu, wanawake ni ndugu wa wanaume katika yale mambo ya wajibu, mambo ya sheria imekuja ikawahusisha wote kwa pamoja. Kama vile mambo ya adhabu ya kisheria, kama mwizi mwanaume akikatwa mkono, basi hivyo hivyo mwizi mwanamke naye atakatwa mkono. Hakuna kwamba huyu mwanamke hautamchapa bakora tu, mwanaume ndio tumkate mkono, wote watakatwa mikono, kwa kuwa hapo hakuna kutenganishwa, jambo ni moja kwa wao. Kwa hiyo katika yale ambayo sheria imeyafanya kwamba hilo linawahusu wote wawili, wanawake na wanaume, ni at-taallum al-ilm, kujifunza ilmu ya dini. Wajibun ala rijali wan nisa, jambo hili ni wajibu kwa wanaume na wanawake. Kwa nini? Kwa kuwa haiwezekani kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametuumba sisi, isipokuwa kwa ilmu, kwa kusoma. Kila mtu ajue kwa nafsi yake namna ya kumwabudu Mola wake. Hakuna kukaliana badali katika mambo ya ibada, kwamba akijua fulani kuswali, basi sisi wengine hata tukiwa hatujui kuswali, jambo hilo limetosheleza. Kila mmoja lazima ajue ni namna gani ya kumwabudu Mola wake. Kwa hiyo ilmu, kusoma elimu ya kisheria ni jambo la wajibu ala rijali wan nisa,
juu ya wanaume na wanawake kujifunza mambo ya dini yao, la siyama umuru la aqida, hasa mambo ya aqida, mambo ya itikadi, kwa kuwa mambo hayo ndiyo yale ambayo mwenye kuteleza katika mambo hayo basi pengine akaangukia kwenye kufuru. Kama si kufuru basi ataangukia katika bid'a, kama si bid'a basi ataangukia kwenye madhambi, miongoni mwa madhambi makubwa. Hiyo lazima ajifunze, kila mmoja kwa nafasi yake. Kwa hii ni risala ya pili tumeianza, insha Allah taala tutakuja kuendelea nayo haya masala matatu ambayo ameyataja muallif rahimahullah taala. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah.